hawezi kutengeneza. Ndio maana tukisema wajiuzuru hata kuna TFF au pasu kuwepo, ndio kwa mujibu wa katiba na taratibu. Unaelewa? Sasa tulizoona haitazungumza kiukweli. Jambo hili maana yake limekuja kufukunywa mambo mengine ambayo hayapo. Tujiulize, kamati zetu ina sura kitaifa? Kamati zetu ina sura kizalendo? Unaelewa? Tujiulize, mwenyekiti wa kamati ya mashindano, waandishi mnaripoti mjui maskini yangu. Mwenyekiti wa mashindano ya ligi kuu kamati ya mashindano ni nani? Msafiri Mgoi. Mwenyekiti wa Kigoma. Uongo kweli? Katibu mkuu wa TFF anatokea wapi? Kigoma. CEO wa bodi ya ligi anatokea wapi? Kigoma. Unanielewa? Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anatokea wapi? Amdun Naso anatokea wapi? Kigoma. Unataka kusemaje mwalimu? No. Nimezungumza hii kwa sababu nimesema hili jambo yakaponye majeraha yote ambayo yapo. Kwamba imefukua mengi. Narudia, yamefukua mengi ambayo hata nyinyi mko hamjui. Kwamba kuna ukabila. Haya unazungumza wewe. Wenye dii mbili watanielewa. Unanielewa? Wenye dii mbili Watakuelewa. Mwenyekiti wa kamati ya hadhi, heshima na wachezaji anatokea wapi? Ni nani? Anatokea wapi? Ni nani? Sikiliza. Tunavyoweka mahitaji pale, sio kama hatujui. Tunafahamu. Ndio maana tukasema tunapaswa kutengeneza sura mpya ya mpira wa nchi hii. Je, mpira wa nchi hii watu ndio wapo Kigoma na Tanga tu, sehemu nyingine hawapo? Kilimanjaro hawapo, Katavi hawapo, Shinyanga hawapo, Msoma hawapo. Unanielewa? Tumesema hili limekuja kuponya majeraha ya mpira wa nchi hii. Lakini hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, hao wenye vitu wa kamati wanasimamia kanuni na sheria ambayo tumejiwekea, hawaegemee sehemu nyingine. Ndogo wangu anasikana kama ni mdogo katika nchi. Klabu pekee ambayo hajawekwa kwenye ratiba ya ligi ni Yanga Sports Club. Yaani pamoja na harakati za kusaidia uhuru wa nchi, pamoja na kuwa mabingwa mara 30, pamoja ndio kwa timu ya kwanza kucheza fainali ya shirikisho, pamoja na kufunga vilabu vyote katika nchi mara nyingi zaidi, Yanga haishawahi kuwekwa katika ratiba, haikuwekwa. Walisahau, walisema. Yaani Geita Gold wameweka kwenye ratiba, bingwa wa kihistoria hayupo kwenye ratiba. Mwalimu alisema amesahau. Sikiliza. Unaweza ukasahau wote. Lakini hauwezi kumsahau baba mwenye nyumba nyumbani. Mkuu wa kaya unamsahau vipi? Sheria namba 1 kokote duniani anaulizwa mkuu wa kaya. Yanga ni mkuu wa kaya. Mkuu wa kaya anasahaulika. Anaenda kutambulika katimu kadogo. Hafu nasema eti wamejisahau. Unasahau Yanga na historia ya uhuru wa nchi. Unasahau Yanga na historia ya mpira nchi. Unasahau Yanga na makombe yake yote. Haupaswi kukaa kama unasahau Yanga. Kama unasahau Yanga, je, kipo siku unaweza kumsahau hata rais wa nchi? Ndio tafsiri yake. Mkubwa katika nchi ile namba 1 ni rais. Haipaswi mtu kumsahau rais katika jambo lolote. Haipaswi katika mpira nchi ukamsahau Yanga au Afrika leo eti wamsahau National na ukubwa wake na vikombe vyake. Au Ulaya leo waseme tunamsahau Real Madrid na ukubwa wake na vikombe vyake. Wewe utakuwa ni mwendawazimu. Au Uingereza msahau Manchester au Liverpool na ukubwa wake na vikombe vyake. Ndio maana tukasema tunahitaji kuponya majeraha ambayo ya muda mrefu. Na Yanga anakuwa ubingwa kwa sababu anawekeza. Tunahangaika kutafuta wachezaji wakubwa kina Stefano Aziki na Pacome. Tunauana na vilabu vikubwa duniani kuwaleta hapa kaisa Tanzania. Wapuuzi hawa kina Derek wanasema ni ufatia Tanzania. Kwani mwalimu bodi haijawahi kuwafanyia lolote jema? Manake mmekuwa mkiongelea mambo hasi tu kuhusu bodi. Kwanza kusema haijawahi kufanya jambo jema. Kisheria hapaswi kwa baba kwa sababu anapaswa kwa kuzaa manake akulishe. Yaani tumewalipa fedha kwa sababu pale unakani kwa kodi zetu sisi. Ndio. Unaelewa? Wale ni wajibu wao kuyatenda hayo. Sio hombi. Yaani eti leo unasema eti hapana, ni wajibu, tunawalipa kodi. Wanapaswa kutoa huduma ambayo tumeweka pale. Kama wanashinda kufanya hizo huduma maana ni waondoke. Ndio wameshindwa, ndio maana tumesema waondoke. Sasa tutakatukuliza kidogo. Urais wa TFF unalipa? Urais wa TFF unalipa? Kwa madai yake anasema hakuna chochote. Anasema kwa madai yake hakuna chochote anachokipata. Kama sehemu ulipwi, siweza kuondoka. Sio bodi chochote. Yaani mimi kwa mfano unafanya media hapa. Hawakulipi. Unang'ania kufanya nini? Nyuma pale kuna maslahi.
kuna maslahi. Ndio maana yake utakuondoka. Ili mcheza nini kifanyike? Ngoja kwanza. Duniani kote, na niko kwamba mfano. Duniani kote. Ana mtu muda wake ufike ndio aondoke. Sefu Blatter muda wake ufike ndio aondoke. Nakuuliza wewe, rais wa FIFA hata TFF wa FIFA akaondoka. Sikiliza. Kuna kitu ni muhimu katika maisha, ni principle duniani. Ukitaka kuhudumia huduma za hao wananchi wote, kuna muda unajiuzuru kwa manufaa yako wewe na kizazi chako kijacho. Unasema mimi kulingana na hili nimetia doo mpira wa nchi, mimi nakaa pembeni. Historia yako itaandikwa kwenye vitabu na wino wa dhahabu. Kwa nijiuzuru kwa jambo fulani, kwa sababu kwa ulipwi, lakini kubwa kuliko lote. Na waandishi tusaidie. Msihamishe ajenda. Msihamishe Ajenda. Kesi ambayo iko mahakamani kwa hakimu mkazi ni kesi ya dabi. Hakimu anapaswa kutoa majibu ya dabi. Baada ya dabi ndio kifate. Wewe unaingia kwenye mkumbo, unakuja kutaja mafanikio. Tukianza kutaja mafanikio hapa, ndio haya mengine ambayo mkoa ya juu tunayataja. Si ndio? Wewe kipita na ulienda mpaka Dodoma. Tuliingia mkataba na Morocco, rais wa Morocco alikuja Mohamed wa 5. Uongo kweli? Yeah, kweli. Si ndio? Uwanja unajengwa? Bado. Miaka mingapi imepita? Sikiliza. Mambo mengine tunakaa kimya kwa ajili ya mustakabali wa mpira wa nchi hii. Unaelewa? Unajua Morocco kwa sababu gani hajatoa? Wana hasira na kinyongo. Alipaswa apigwe kula, hajapigiwa kwa pia akasema uwanja napeka sehemu nyingine. Shukrani. Mwalimu subiri. Mwalimu, ili mcheze nini kifanyike? Jambo ni moja tu. Tumeshataja mataji. Tucheze kipi? Mechi hii ya dabi, kwa mujibu wa mustakabali ushaisha. Queen FC wametukimbia. Watu wamekuja Benjamin Mkapa, Yanga wametaja mahitaji, wamesema tunahitaji pointi zetu 3. Na duniani case study zipo ambao tumepewa pointi 3. Wamesema wanahitaji milioni 56 kwa ajili ya gharama za maandalizi. Wamesema bodi ya ligi na kamati zake zijiuzuru. Uongo kweli? Haya ndio mahitaji. Lakini nakwambia mdogo wangu Peter, tukimhitaji mai wetu muda wote tunamshughulikia. Tukimmiss mai wetu. Ndio maana baada ya dabi tulimmiss. Tukasema mbona hujaja, tukampata Mungu. Tukamgongea kakibi. Tukimmiss mai wetu muda wote tunamshughulikia. Kwa hiyo kama anaweza kujikaza, mwambie jikaza, kukutana katika FA. Mwalimu, tumalizane na hila hapa kwanza. Rais amesema bado atakuwa na mazungumzo na waziri ya mara kwa mara hivi vikao. Vipi kama utaamua kufanya maamuzi ya busara kwa upande wenu kama wanachama na mashabiki wa Yanga, mtakubaliana na yote ambayo ataamuliwa? Maamuzi ya busara ni yapi? Ya kucheza dabi. Hayo ndio ya busara. Yaani kuna maamuzi bora. Inavyotajwa kwa maamuzi ya busara. Kwako wewe, mtazamo wako wewe. Sio inavyosemwa. Maamuzi ya busara yangetakiwa wale Queen FC walivyoandika ile nani, ile tangazo lao lile la usiku, bango lao lile, walipaswa waziri kuambia hii haitakiwi mje uwanja. Hayo ndio maamuzi ya busara. Yaani mtu akimbie yeye ameharibu mechi yeye, alafu busara ije kwa Yanga. Busara na sheria tofauti. Busara inamkandamiza mtu mwenye haki duniani. Hakuna busara ambayo inamnufaisha mtu ambaye mwenye haki, haijawahi kutokea duniani. Ukiambiwa maamuzi ya busara, maana yake mwenye haki anakandamizwa.